Mimi ndio mke wa marehemu George Juma Mohamed ambaye alikuwa mgombea kwa tiketi ya Chadema wenyekiti wa kitongoji. Labda naweza nikasema hivi, siku hiyo ya tukio maaskari wamemfuata mpaka nyumbani kwangu. Maaskari 4 wakiwa wana bunduki wamekuja mpaka nyumbani, wamemfuata mume wangu saa 8 za usiku. Wakampiga risasi mbele yangu na mbele ya watoto, sio peke yangu tu, na mbele ya mtoto. Wamempiga risasi 4, risasi 3 alizikwepa nikiwa nashuhudia hivi, lakini risasi ya 4 ndio ikampata, akaanguka chini. Hakuchukua muda akafa hapo hapo, na maaskari waligeuza wakakimbia, wakamwacha akiwa akaanguka pale chini nyumbani kwangu. Lakini taarifa ya habari ilipokuja kutoka, ikasemekana kuwa walienda kufanya fujo. Kulikuwa kuna mkutano wa CCM nyumba ya jirani, wenyewe wakaenda kuvamia. Maaskari wakaitwa ili waje watulize. Bahati mbaya maaskari wakati wanatuliza zile fujo walipiga risasi juu. Kwa hiyo kwa bahati mbaya ile risasi ndio ikafanyaje, ikampata. Lakini ukija kiuhalisia, hata kama mtu uwe mpumbavu, risasi ya batano gani ambayo ulikuwa unafanywa saa 8 za usiku, na ikiwa kapigwa risasi mbele ya macho yangu, na kesho maaskari walikuja kwa ajili ya kupeleleza, wakakuta maganda ya risasi pale nyumbani kwangu. Sasa huo mkutano wa CCM ulikuwa unafanyikia wapi ambao wenyewe walienda kufanya fujo? Nimekuja hapa, yani lengo kubwa lililonileta hapa baada ya kusikia kuwa kuna mkutano wa wanawake wa Chadema, nikasema sina sehemu ya kusemea zaidi ya hapa. Na kwa sababu mpo live, naweza nikasema hivi, waliohusika na tukio ni mapolisi, askari magereza, labda ambapo chini ya serikali ya CCM. Hivi Mama Samia angekuwa alofanywa hili tukio ni mume wake, ameachiwa watoto 4, mwingine akiwa ni wa umri huu, mwingine ana miaka 15, ndo mtoto wa kwanza, hana kazi yoyote. Mwanaume ndo alikuwa analeta kila kitu, sisi tufanye kila kitu, anasomesha watoto, anafanya maendeleo. Mimi sina kazi aina yoyote, zaidi nilikuwa namtegemea yeye. Angekuwa ni yeye angefanyaje? Neema, pole. Pole. Nataka niongee lingine. Kesi imepelekwa mahakamani, hamna chochote kinachoendelea. Badala yake watu wanajigamba kijijini, watu wanasema kuwa waliompiga risasi anakapandishwa cheo kana kwamba kaua jambazi. Hali maisha ya mtu, uhai wa mtu, tujue ukipotea uhai wa mtu haurudi. Hakuna mtu awezaye kurudisha uhai wa mtu ukitoka. Hakuna mtu anayeweza kurudisha uhai wa mtu ukitoka, ni Mungu mwenyewe. Kama ni Mungu mwenyewe umfanya mtu aishi, sasa wewe unayemuondoa huyu mtu, wewe una raha gani ya maisha? Ukapata milioni 800, ukapata bilioni ngapi, una raha gani ya maisha ikiwa uliondoa uhai wa mtu? Mungu aliweka hizo dhahabu, aliweka bahari, aliweka maziwa, aliweka ili watu waishi vizuri, sio waishi wachache vizuri. Sio waishi viongozi, sio viongozi wa juu waishi vizuri. Na wakati mwingine tukiongea haya inaonekana kama ni Chadema. Mimi sio Chadema, sio CCM, lakini mimi nasimama nafasi tu ya mtu wa Mungu kwamba kwa nini tusitafute njia Mtanzania raia wa nchi akaishi vizuri. Ezekieli sura ya 33 na kuanzia ule mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, sema na wana wa watu wako, uwaambie, hapo nitakapoleta upanga juu ya nchi, watu wa nchi hiyo wakimtwaa mtu mmoja miongoni mwao na kumweka awe mlinzi wao, ikiwa aonapo upanga unakuja juu ya nchi hiyo,
apige tarumbeta na kuwaonya watu. Basi mtu awaye yote aisikiaye sauti ya tarumbeta wala haonywi, upanga ukija na kumwondoa, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. Aliisikia sauti ya tarumbeta wala hakuonywa, damu yake itakuwa juu yake. Lakini kama angalionywa, angalijiokoa roho yake. Mstari wa 6. Bali mlinzi akiona upanga unakuja, kama hapigi tarumbeta wala watu hawakuonywa, na upanga ukaja ukamwondoa mtu awaye yote miongoni mwao, ameondolewa huyo katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwa mlinzi huyo. Neno la Mungu ni kweli. Neno la Mungu ndiyo mwongozo sahihi. Nasema hivi kwa sababu tumeona hata viongozi wakubwa wa serikali au mamlaka zozote huwa zinaapisha kwa kutumia vitabu vya dini. Manake kama ni Mkristo huapa kwa kutumia kitabu cha Biblia, na kama ni Muislamu basi huapa kwa Qurani, kwa msahafu. Pengine uweza nisitamke sawa sawa, lakini huapa, kila mmoja huapa kwa kitabu kile sawa na imani anayoamini. Maana yake ni kwamba wanadamu wote tunaamini neno la Mungu ndiyo mwongozo mkuu, pamoja na sheria na taratibu zote, lakini neno la Mungu ni mwongozo mkuu. Sasa neno la Mungu hapa limeongea ni kwamba kama yatatokea madhara katika nchi, basi watu wateue mlinzi miongoni mwao. Watu wapendekeze mlinzi, aweko mtu ambaye atakuwa akiona mabaya, akiona hali ni mbaya, apige, yani awe kama kiongozi mbele. Akiona kuna hatari aseme kwamba kuna hatari, tunakokwenda sio salama, tunakokwenda tutaangamia. Na watu kama ikiwa hawatasikia sauti yake na yakatokea madhara, kwamba hawa watu watakuwa wamedhulika na damu yao itakuwa juu yao wenyewe. Lakini ikiwa walinzi wako au mlinzi yuko na hakupiga tarumbeta, mabaya yameonekana, hayakupiga tarumbeta, manake mabaya hayo yatakayotokea, lakini damu ya watu watakaoangamia au madhara yatakayotokea, wa kuhukumiwa atakuwa ni mlinzi. Neno langu ni hili: kilio hiki cha mwanamke huyu anayelia kwa sababu mume wake amepigwa risasi mbele ya macho yake, mbele ya macho, yani mtoto mke wanatazama baba yao akipigwa risasi mbele yao, anauawa mbele yao kwa kupigwa risasi mbele yao, mbele ya familia. Mwanamke huyu kwa kilio hiki anacholia, na kilio cha watu wengi ambao ndugu zao wametekwa, wameuawa, wamepotezwa: Ali Kibao, Yusufu Chaula, na wengine wengi ambao wametekwa, hawaonekani waliko. Lakini hakuna pengine sauti ya moja kwa moja inayoonesha kwamba mambo haya yanachukuliwa hatua, yanafanywa kazi. Kweli vilio vya Watanzania hivi, kwa vilio hivi, nchi ya Tanzania kweli ni nchi, itakuwa ni nchi iliyobarikiwa, iliyolaaniwa. Kwa hizi damu zinazomwagwa, kwa haya mauaji yanayofanyika, Tanzania itakuwa ni nchi iliyobarikiwa, iliyolaaniwa. Na mara nyingi inapoongelewa habari ya laana, hakuna mtu anaweza kuikubali laana, kwa sababu laana anajua ni mbaya. Kwa hiyo unaposema habari ya laana, watu wanakushangaa kwamba wewe vipi? Yani unatamkaje laana? Laana hutokea kwa sababu ya mabaya yanayofanyika. Laana haitokei kwa sababu mtu anasema kuna laana. Mtu hata aseme kuna laana, kama ikiwa yanayotendwa ni mazuri, laana haitatokea. Na ndio maana neno la Mungu linasema laana haimpati mtu pasipo sababu. Manake ikiweko sababu, laana itatokea, laana itafika tu. Sasa Tanzania kwa kweli, kwa vilio hivi vinavyoendelea, kwa hali ngumu hii ya maisha yanayoendelea, unajiuliza, Watanzania tutakuwa na hali hizi hata lini? Watanzania hali hizi zitaendelea mpaka lini? Yani mpaka lini hali hizi zitakuwepo? Maisha, huyu mtoto ambaye alionekana ni kama ni mtoto mwenye akili kubwa, lakini anaishi katika mazingira magumu.
na wamejaribu kuonyesha kwenye kibanda alichokuwa nalala. Imeonekana ni hali ngumu sana. Iko polini anachunga ng'ombe. Maisha yake imeonekana ni ya ajabu sana, ni hali ngumu. Yaani hayo maisha ya huyu kijana ndio maisha ya Watanzania wengi, mamilioni ya watu. Sasa unajiuliza, kweli basi kama hizi mali haziwezi kupangiliwa vizuri, basi iwekwe sheria kwamba basi kila mkoa mali zilizoko kwenye ule mkoa zilishe watu wa mkoa huo, zihudumie, zifanye mambo. Mbona kila mkoa unaweza kujihudumia? Mbona kila mkoa kwa mali zilizopo? Wapi kusongea kuna makaa ya mawe, Chunya wanachimba madini, wapi unakuta kuna udongo Lungemba hapo Mafinga, kuna udongo wanachukua wanasema sijui wanatengenezea nini, sijui vitu vya vyombo vya udongo. Kuna udongo fulani wa thamani wanachukuaga pale. Unajiuliza hii nchi mbona ina mali nyingi? Maisha haya ya Watanzania, hali hizi za Watanzania zitakuwa hivi hata lini? Hata lini zitakuwa hivi? Na maisha haya ikiwa tu haya maisha yako hivi, na hali ambazo hizi zitaendelea hivi, Mungu, yani unajaribu kuona kwamba Mungu utuhurumie kwa staili gani? Mungu utatusaidia kupitia wapi? Maana yake hali zinatisha. Yani video hizi zinazoonyesha za watu wenye maisha magumu, hizi hazijafika hata nusu. Watu wanaishi maisha magumu zaidi ya hayo, mara 2 mara 3 yake. Unajiuliza, ukipita kwenye vyombo vya habari pengine usikie kuna mpango wote, mkakati wote kuhusiana na maisha ya wananchi hawa. Hizi barabara tu zinashindikana. Je, maisha ya mtu mmoja mmoja? Mimi niseme ni kwamba kweli huenda viongozi wetu mnasema mnapambana sana, lakini kupambana ambako hakugusi maisha ya mtu mmoja mmoja. Mbona hali hii inatisha? Hali hii mbona ni ngumu? Na wakati mwingine tunaongea haya mambo, tunayabebanisha hata kama tutaonekana ni kwamba hatujasoma, hatujui kupangilia mambo. Heri hivyo, kwa sababu mbona waliosoma ndio hao tunaona huko mambo hayaeleweki. Basi mimi kama mtu wa Mungu, hebu niseme, huwa viongozi wetu mnaapa kutumia Biblia, mnaapa kutumia misaafu, mnaapa kutumia vitabu vya dini. Mbona vitabu vya dini vinaagiza utu, vinaagiza ubinadamu? Kwa nini msishughulike na ubinadamu kwanza? Kwa nini msishughulike na uhai wa watu kwanza? Kwa nini msishughulike na maisha? Iweko tu mikakati. Acheni hayo yote mnayofanya sio manini, mavitu sieleweki. Hebu dilini kwanza na maisha ya watu moja kwa moja. Unajiuliza, kuna familia zingine hata uwezo tu wa kupata chakula haupo. Yaani wako watu ambao hata uwezo wa kupata chakula kwa siku hajui, na maisha yake kule mbele anaona ni giza kabisa. Sasa serikali nayo haiwazi kuhusu hao viongozi ambao wamewekwa, viongozi kuanzia ngazi za mitaa mpaka kwenda wabunge, marais. Na unajiuliza, lini utakuwepo mkakati? Mbona ingekuwa ni rahisi kumfikia mtu wa chini huku, kumfikia mtu mmoja, kujaribu kugeuza hali ya mambo kwenye nchi kuanzia kwa mtu mmoja mmoja? Mbona ingewezekana? Nchi yetu kama nchi yetu Tanzania ina madini, ina vitu vya thamani vingi. Vitu vya thamani vingi viko humu. Mbona vingeweza kulea watu wao? Vingeweza kutulea hivi vitu, vingeweza kutulea. Lakini unashangaa watu wa Mungu ambao wangekuwa ndo sauti ya Mungu, ambao pengine ndo wana majina makubwa, wangeweza kusimamisha msafara kwamba jamani, hii nchi huku tunakoenda sio salama, wasimamishe. Unajikuta wao wapo tu wamelizika na kisha kushauri kwamba ikiwa mambo ni magumu, ikiwa uwezi, basi wewe cha kufanya jiuzuru. Aje mwingine naye pengine atajaribu, akiona kule moto ni mkali ajiuzuru. Kwani kuna shida gani ukikaa kwenye uongozi wiki moja, ukikaa kwenye uongozi wiki 2? Na kauli hiyo hata Makonda aliwahi kusema, ili ukae hata siku 2 kwenye nafasi uliyoteuliwa, nafasi uliyochaguliwa, lakini uondoke ukiwa msafi, uondoke ukiwa unatazamiwa kama tumaini, kwamba jamani, kweli niliwaza kugeuza mambo lakini nimeshindwa, kule ni hatari.
basi jiuzuru. Watu wa Mungu, kiukweli kabisa, tukinyamaza tumekufa, tukiongea tumekufa. Sasa tukae kimya, tufe hivi tumekaa? Basi acha tupige kelele, tuongee kwamba Mungu, kama tunaamini, huwa tunawapa kutumia Biblia, kwa kutumia misaafu. Misaafu inatuagiza tuwe na huruma, Biblia inatuagiza tuwe na huruma, tuwe na utu. Tujali maisha ya mtu, uhai wa mtu. Tujue ukipotea uhai wa mtu haurudi. Hakuna mtu awezaye kurudisha uhai wa mtu ukitoka. Hakuna mtu anayeweza kurudisha uhai wa mtu ukitoka, ni Mungu mwenyewe. Kama ni Mungu mwenyewe umfanya mtu aishi. Sasa wewe unayemuondoa huyu mtu, wewe una raha gani ya maisha? Ukapata milioni 800, ukapata bilioni ngapi? Una raha gani ya maisha ikiwa uiondoa uhai wa mtu? Watu, uheshimiwe uhai wa mtu, upewe kipaumbele. Mtu alindwe kwa gharama yoyote. Thamani ya maisha ya mtu ionekane. Lakini pia iweko mipango, iweko mikakati ya kumfikia mtu moja kwa moja kimaisha. Iweko mikakati ya kumfikia mtu mmoja kutoka ngazi za juu kule. Iweko mkakati kabisa kwamba Mtanzania atakuwa anaishi maisha haya na haya na haya na haya. Sasa maisha ni ya kuhangaika, yani ni ya kuhenya. Ni ya kuhenya. Hata kama ikitokea ukiwekwa mpango kwamba kila mkoa ambao utaonekana hauna mali, hauna rasilimali za kutosha, utasaidiwa na mwingine, kwa sababu yako maeneo yana mali nyingi. Huko uwezekano kuzalishwa mle mali nyingi. Hata kila Mtanzania akawa na nyumba yake, kila Mtanzania, na akaishi vizuri. Sasa kwani duniani tumekuja kupita? Duniani tumekuja kuishi kwa namna, tumekuja kuteseka kwa kiango hiki? Mungu aliweka hizo dhahabu, aliweka bahari, aliweka maziwa, aliweka ili watu waishi vizuri, sio waishi wachache vizuri. Sio waishi viongozi, sio viongozi wa juu waishi vizuri. Na wakati mwingine tukiongea haya inaonekana kama ni Chadema. Mimi sio Chadema, sio CCM, lakini mimi nasimama nafasi tu ya mtu wa Mungu kwamba kwa nini tusitafute njia Mtanzania, raia wa nchi akaishi vizuri? Kwani kuna shida gani? Mbona tumewahi kuona kwa sehemu, hata kama si sana, lakini Rais Magufuli mbona aliwahi kujaribu? Yaani hata kama hakumfikia mwananchi wa chini moja kwa moja kwa 100%, lakini aligusa walau maisha ya wanyonge. Ndio maana unaona hata kwenye msiba wake watu wanalia, na mpaka leo hii huwa nikikumbuka Magufuli basi moyo, yani naona kama ni msiba mwingine mpya. Kwa nini tusitafute kuonekana kwenye namna kama hizo? Mimi kama mtu wa Mungu najaribu. Waliostahili kuyaongea hayo hawayaongei. Sasa tufanyeje? Tunyamaze? Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliyetoka gerezani. Anasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyoosheni mapito yake. Ni heri mtu yule atakayefikiri, atakayewaza kwa ajili ya maisha bora ya mtu mwingine, na atakayethamini uhai wa mtu mwingine. Na tazama, Bwana yu karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na matendo yake. Hii ni maana ya neno Maranatha.